Haya bana, hii ni Micharazo Time Dodoma FM Radio ambayo sasa hivi unaisikiliza. Asante kwa wewe ambaye umechukua muda wako na kuhakikisha kwamba unabaki na sisi. Tuko live kutokea Miuji, ndio sehemu ambako tunapatikana. Lakini pia una nafasi kubwa sana ya kuweza kutuandikia chochote kile ambacho ungependa kutuandikia hapa. Na nilikujuza kwamba leo kwenye kipindi chetu maalum kabisa tunaenda kuzungumza kuhusiana na tabia ya kidijitali, ya kimaadili ambayo imekuwa ikihusika. Ndani yake pia kuna vitu vingi sana ambavyo pia tutapata nafasi ya kuweza kuvijadili kwa pamoja, kwa maana kwamba kwa yamba sasa hivi unaisikiliza Dodoma FM Radio, unapata nafasi pia kuweza kuchangia. Tutazungumzia kuhusiana na mambo ya kufanya na kuepuka pia katika mitandao ya kijamii, kwa maana kwamba labda ni vitu gani ambavyo kwa wewe unaamini kwamba ni vitu vya kufanywa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia tutaangalia vitu gani ambavyo sio vya kufanya kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mfano sasa hivi tumeona kama mitandao ya kijamii ni moja kati ya sehemu pia ambayo watu wamekuwa wakitumia kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba wanafanya vitu mbalimbali. Kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifanya biashara, lakini pia wamekuwa wakijitangaza kwenye ofisi zao mbalimbali pia ambazo wamekuwa wakizifanya. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba wanapata wateja na kuvutia kuelezea huduma nzuri zile ambazo wamekuwa wakizifanya. Sasa leo tuko na wataalamu ambao wao ni wataalamu zaidi kuhusiana na masuala ya mitandao. Ukizungumzia kuhusiana na masuala ya mitandao kiujumla wanaielewa vizuri. Kwa hiyo naamini leo tutakuwa na kipindi kizuri sana ambacho kitatusaidia kwa namna moja ama nyingine pia kuweza kujadiliana kwa undani kuhusiana na kile ambacho sisi tunakizungumza. Sawa kwamba hii ni Dodoma FM Radio, lakini pia hii ni Micharazo Time, na leo tunazungumzia kuhusiana na tabia za kidijitali, za kimaadili, zile ambazo zimekuwa zikihusika, kwa maana ya kwamba mambo gani ambayo ni ya kufanya, lakini pia mambo gani ambayo sio ya kufanya. Jamani, karibuni sana. Asante. Inakuaje? Wanakuita nani? Anaitwa Agustino Angelo Kalolo. Agustino Kalolo. Ndio. Maskani kabisa ni wapi ambako umezaliwa? Nimezaliwa Kigoma. Kigoma. Yeah. Lakini sasa hivi unasoma UDOM? Ya, nipo UDOM. Mwaka wangapi? Nipo mwaka wa pili. Unasoma nini? Nasoma degree ya usimamizi wa mitandaoni pamoja na uchunguzi wa kidigitali. Okay. Ni sehemu yenyewe kabisa. Inakuaje mzee? Salama. Mambo yanaendaje? Salama kabisa. Wewe unaitwaje? Naitwa George Henry. George Henry. Ndio. Maskani kabisa ni wapi ambako umezaliwa? Ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini sasa hivi nafanya masomo yangu katika chuo cha Dodoma katika college ya SAIV, tunaita the College of Informatics and Virtual Education. Sema hiyo SAIV unaona kama ndio imekuwa maarufu sana. Ukimuuliza tu mtu, "Oya, niko SAIV," si ndio hiyo imekuwa maarufu sana, si ndio Wote ni college moja? Okay, sawa. Kwanza nataka tuanze kwa Agustino. Unaelewa nini kuhusiana na masuala ya kidijitali? Masuala ya kidijitali. Tunasema katika masuala ya kidijitali ni uwanja mpana. Na ni sehemu tunasema kama ni uwanja wa kijamii, sehemu ambayo unaweza kupita ukaacha alama yako. Ni sehemu ambayo unaweza kushare taarifa zako, ukaongea kitu gani unakihitaji, kitu gani unataka experience ujifunze au kuexpress na watu wengine waweze kukiona. Nasema ni masuala ya kidijitali. Okay. Ndio. Sawa. Andy, niambie kwa upande wako wewe unaelewaje kuhusiana na kidijitali? Kama alivyosema mwenzangu Mr. Agustino, ukisema masuala ya kidijitali of course ni uwanda mpana, and currently tunaweza tukatumia mifano ambayo ni vivid kama uwepo wa social media platforms au uwepo wa online services na platform kadha wa kadha ambazo zinaweza zikatusaidia ku carry out activities mbalimbali katika maisha yetu. Kwa hiyo kitu kikishaitwa cha kidijitali kwa maana fupi kabisa ni kwamba kinapatikana katika uwanda wa kimtandao. Yes. Okay. Sema nimezipenda definition zenu ambazo mmezitoa, zimekaa kisomi zaidi, kwa maana ya kwamba mtu akisikiliza tu hivi anakuja kuelewa kwamba ni kitu gani pia ambacho kinazungumziwa. Haya, lakini nakumbusha tu kwa wewe sasa hivi unaisikiliza Micharazo Time, unaona nafasi kubwa sana ya kuweza kucheki na sisi hapa kupitia nambari ya simu ambayo ni 0710666984. Lakini pia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kwa maana kama Facebook, Instagram pamoja na X nasomeka Dodoma FM Radio, ukashare na sisi. Na kuna swali pia ambalo tumekuuliza kupitia account yetu ya Instagram, lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kucheki au kupitia maoni ya watu tofauti tofauti ni kitu gani pia ambacho wamekizungumza kutokana na kile ambacho sisi tutakijadili hapa leo kuhusiana na tabia za kidijitali, kimaadili, kwa maana kwamba mambo gani ya kufanya, lakini pia vitu gani pia ambavyo havitakiwi kabisa kufanywa kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tunafahamu kama matumizi ya mitandao ya kijamii pia sasa hivi yamekuwa makubwa sana 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 sana. Naanza naye Agustino. Kwa upande wako unahisi ni mambo gani ambayo sio ya kufanya katika mitandao ya kijamii? Mambo ambayo tutaki kufanya katika mitandao ya kijamii ni kushare taarifa zako binafsi.
hasa kama majina yako, namba ya utambulisho wa NIDA, makazi yako, si ndio? Ni mambo ambayo ni very critical sana, yanaweza kukuweka hatarini. Kwa sababu sasa hivi tunaweza tukashuhudia kuna wizi wa kiutambulisho. Kwa maana unaweza kushare taarifa zako binafsi, au labda mtu akakushirikisha kitu ukampa taarifa zake binafsi, afu baadaye mtu akachukua utambulisho wako wewe. Kwa hiyo yani yeye akawa kama wewe. Kwa anaweza kufanya vitu ambavyo vinakuweka hatiani. Yeah. Okay, sawa. Henry, nakuja kwako. Ni vitu gani ambavyo sio vya kufanya kwenye mitandao ya kijamii? Naunga hoja ya mwenzangu Mr. Agustino kwa kuongezea hapo. Vitu ambavyo vinatakika kuepukika katika mitandao ya kijamii ni pamoja na kushare maudhui yasiyokuwa mazuri, kwa sababu sasa hivi accessibility ya mitandao ya kijamii ni kubwa tofauti na zamani. Watoto wadogo chini ya miaka 18 wana hiyo access, na iwapo mtu ameweza kushare maudhui ambayo hayaelimishi na yanaporomoa maadili, kwa namna moja ama nyingine anakuwa tayari amekwisha leta taharuki katika jamii na kusababisha mporomoko na mmomonyoko wa kimaadili, ambacho sio kitu kizuri. Yeah, sure. Yes. Kwa sisi vijana nafikiri ndio tumekuwa na nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, ndio ukiingia kuanzia kwenye Instagram, ukienda X, ukienda Facebook na sehemu zingine, mitandao mingine yote na ile ambayo inakuja sasa hivi kama TikTok na vitu kama hivyo, ni sehemu ambako tumekuwa tukitumia kwa kiasi kikubwa sana. Mnadhani tunatumia kwa usahihi kama vile ambavyo mitandao yenyewe ilivyo? Naanza kwa Agustino. Kwa kiasi fulani tunatumia kwa usahihi, alafu kuna upande mwingine watu wanapotosha. Naweza kusema kwa sababu gani? Kwa sababu mitandao ya kijamii sasa hivi kuna wengine ni kama mtaji. Wanatumia kwa ajili ya kupromote biashara zao, kwa ajili ya kufikisha mawaidha yao labda kuhusu afya, content zao kwenye afya, michezo mbalimbali. Lakini kuna watu wengine sasa, kwa upande mwingine wa kupotosha, ni kwamba kuna mtu mwingine huwa anatumia mitandao ya kijamii tofauti. Mtu anaweza kawa labda anacheza akiwa amevaa nguo ambazo haziendani na maadili ya Kitanzania. Sasa hivyo maadili kama hivyo au content zao zikimfikia mtoto mdogo zinaenda kumharibu. Kwa hiyo hapo naona ndo tunapokosea. Okay. Ya, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii pia inatusaidia kwenye swala la kutufikisha taarifa sasa kama Tanzania, sasa kama wananchi, taarifa za kiuchumi, nchi yetu inaenda wapi, kidemokrasia na kadhalika. Ndio. Okay. Nakuja kwako pia. Joni, jina la kwanza ni Joni? George, yeah, George Ennis, ndio Okay, sawa. Kwa namna ambavyo tunatumia sisi vijana, unadhani tunatakiwa tuboreshe nini zaidi? Kwa sababu sasa hivi ukiangalia unakuja kukutana na kesi nyingi sana kwamba sisi vijana ambao tumekuwa tukitumia, lakini pia ni wahanga, kwa maana kwamba kuna vitendo vingi sana vya ukatili ambavyo vimekuwa vikitokea huko kwenye hiyo mitandao ambayo sisi tumekuwa tukitumia. Kwanza kwa kulijibu swali, nadhani kitu cha kwanza ambacho kinatakika kifanyike kwa kijana kama kijana ambaye anajiassociate na masuala ya mitandao, the basic thing ambayo unaweza ukafanya ni kujiheshimu kwanza. Ukiweza kujiheshimu, unakuwa una chances kubwa za kutoitumia mitandao vibaya, kwa sababu mitandao imekuwa chanzo cha kipato, imekuwa chanzo cha watu kufurahi, entertainment kwa content ambazo zinakuepo. So hata wewe ukiweza kuwa na weledi wa kuweza kuitumia mitandao hiyo kwa kujiheshimu, unaweza kunufaika nayo rather than kupata hasara ambazo zinaweza zikakuweka katika hali ambayo sio nzuri. Yeah. Agustino. Ndio. Kuna habari nyingi sana zinasambaa mitandaoni, ndio? Huko kama ambavyo tumesema kwamba mitandao ya kijamii pia ina manufaa makubwa sana, tunapata habari na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine pia habari zinakuwa sio sahihi. Zinapitia huko. Kwa upande wako wewe, kwa namna ambavyo unaelewa na utaalamu wako pia, unadhani tunawezaje kujua kwamba hii habari ni sahihi na hii sio sahihi kupitia huko kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu platform ni nyingi sana? Kitu cha kwanza nadhani cha kuangalia ni kwanza kuangalia chanzo cha habari kiliyotoa. Inabidi ujue kwamba chanzo kilichotoa hiyo habari kinaaminika. Na hata kama kinaaminika, inabidi uverify hata kuangalia na vyanzo vingine mbalimbali vinasemaje kuhusu hiyo taarifa kabla wewe kwenda kuifanyaje, either kuisambaza kwa mtu mwingine, rafiki yako. Ndio. Okay. Haya bana, hii ni Micharazo Time Dodoma FM Radio ambayo sasa hivi unaisikiliza, na asante kwa kwamba umechukua muda wako kuhakikisha kwamba unabaki na sisi hapa kupitia 98.4. Nafasi yako ni kubwa sana, lakini nakumbusha kwamba una nafasi kubwa sana kuweza kutuandikia SMS yako kupitia nambari ya simu ambayo ni 0710
66698 mitandao ya kijamii pia unaweza kutufuata huko, inasomeka Dodoma FM Radio, lakini pia Dodoma_TV kote huko pia unaweza ukatucheki ili pia tuweze kupata maoni yako na tuweze kupata mitazamo yako kwamba ni kitu gani pia ambacho unakifikiria. Maudhui chanya kwenye mitandao ya kijamii. Nawezaje nikajua kama haya maudhui ni maudhui chanya kwangu mimi binafsi kama mtumiaji wa mitandao ya kijamii? Haya ni maudhui hasi. Nawezaje kufanya hivyo na kugundua? Maudhui chanya kwenye mitandao ya kijamii, ni kwanza unaangalia kwanza kama nilivyosema mara kwanza chanzo, kwamba inatoka kwenye chanzo gani. Je, hichi chanzo kinaaminika? Afu kitu kingine unaangalia, je, kinaendana na maadili, kinaheshimika, na jinsi inavyotoa mawaidha yao au content zao zina mtazamo wao uko wapi na ile content wanaitoa pale. Ndio. Nakuja kwako John. Nataka uniambie kuhusiana na tumezungumzia hapo mwanzoni kuhusiana na habari za uongo ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, ndio? Zina madhara yapi hasa kwenye jamii yetu ambayo tunaishi nayo? Of course sasa hivi kila mtu ana access ya mitandao ya kijamii, ataingia Instagram. Mtu akishakuwa na smartphone tu anakuwa na access ya kote huko kwenye social networks, ndio? Sasa hizo habari hizo inawezekana mwingine asijue, kama ambavyo tumezungumza hapa, kama Agustino alivyosema hapa, habari kwamba anaangalia kwanza chanzo kilichotoa hiyo habari. Huyu mtu mbona simuelewi hii habari ni sahihi kweli? Sasa kwa mfano mtu kashapata hizo habari, kwa sababu kila mtu ana access ya mitandao ya kijamii, kashapata habari za uongo. Sasa zina madhara yapi hasa kwenye jamii? Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikasababisha na habari za uongo katika jamii, kwanza zinaweza zikasababisha taharuki. Lakini mbali na taharuki inaweza kusababisha mafarakano pasipo kutambua kwamba hicho kitu kipo sahihi au sio sahihi. That's why ni vyema sana ukipata taarifa kabla ya digest na kuzichukua kama zilivyo, ni heri ufanye research, ujiridhishe kutokana na kwamba chanzo umekifanyia tathmini na umeona kwamba kweli ni chanzo cha kuaminika, and then baada hapo ndo unaweza kuzitilia maanani. Lakini taharuki ni kitu cha kwanza ambacho kinaweza kusababisha na habari za uongo. Lakini kitu cha pili, nadhani mifarakano inaweza kusababisha pia losses katika biashara mbalimbali kwa sababu ni taarifa zisizosadikika. Ndio. Na unadhani tunawezaje tukazizuia hizi taarifa za uongo? Japo ni ngumu, lakini najua nyinyi ni wasomi na huwa mnafikiria, au sio? Unafikiri tunawezaje tukazizuia rumors? Yes, by the way, hapo awali serikali iliwahi kujitahidi kufanya jitihada ya kuziregulate medias tofauti, either ni online TVs, ni online radios, ni TV stations na radio stations. Ilikuwepo kuna utaratibu wa kwamba they have to pass through a registration process ambayo itawavalidate kwamba ni vyombo ambavyo vinaweza vikaaminika na vitaoperate katika misingi ambayo ni mizuri. So mimi nadhani sana tunaweza tukatilia mkazo hilo kwamba serikali kupitia taasisi zake stahiki ikafanya kuregulate vyombo vya habari, kwa sababu sasa hivi tunapata changamoto kama hii kwa sababu kila mtu anaweza akashika mic na kamera, anakuwa na media. Kwa hiyo ikiwezekana kwamba kunaweza kukawepo namna ya kuregulate hata accessibility ya platforms ambazo zinaweza zikatumika kubroadcast news na taarifa mbalimbali kwa jamii, inaweza ikasaidia kwa kiasi kikubwa kwamba yule aliyekuwa validated kuweza kupata ruksa ya kufanya hivyo, then atakuwa ni mtu anayeaminika kwamba ataifanya kazi yake kwa weledi. Ndio. Kwa mfano vioni huko ambako mko sasa hivi, au sio? Hali inakuaje? Kwa mfano kuna zile taarifa tu zinakuja mtu bana mtu fancy nataka kupata uhalisia wa namna mambo yanakuaga kwenye zile rumors kupitia mitandao ya kijamii. Inawezekana unajue uko na washikaji mmekaa tu sehemu nini, mtu ana scroll kwenye Instagram au X nini, kakutana na kitu pale hajafanya verification yoyote ile wala nini, ila tayari anafikisha kwa washikaji. Hali inakuaje? Mara nyingi huwa inaleta hali ya sintofahamu, lakini as you say kidogo changamoto inakuwa sio kubwa sana kulingana na kwamba ni jamii ya watu ambao kidogo ni wasomi. Waga wanajitahidi kwamba wafanye kufuatilia na kuhakikisha je ni taarifa rasmi. Kama ni rasmi then tunazifanyia kazi au tuna react kulingana na uhalisia wake na uzito wake. Lakini pamoja na hayo yote, changamoto ya kuleta hamaki na taharuki huwa ikwepeki punde habari potofu inapokuwa imetolewa. Ndio.
Haya bana. So tunaendelea kupata madini hapa. Tuko na George Henry, lakini pia tupo na Agustino, na tunahakikisha kwamba tunaenda vizuri kabisa kutokana na kile ambacho sisi leo tunakizungumza hapa kupitia Micharazo Time ya Dodoma FM. Lakini usisahau kwamba nazungumza kuhusiana na vitu gani ambavyo ni vya kuepuka kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana kwamba hutakiwi kabisa kuvifanya, lakini pia ni vitu gani pia ambavyo unapaswa kuweza kuvifanya kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia kuna swali ambalo tulikuuliza kupitia account yetu ya Instagram ambayo inasomeka Dodoma FM Radio pale. So unaweza kaenda pale ukaandika comment yako, na sisi pia tutapata nafasi ya kuweza kuangalia kile ambacho wewe umekiandika pale kupitia kwenye hiyo mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Lakini pia nambari yetu ya simu ni 0710666984. Kuna udhalilishaji pia ambao tulianza mwanzoni pale kuzungumza kidogo, tuligusia kidogo. Unadhani udhalilishaji katika mitandao ya kijamii unatokeaje na chanzo chake ni nini hasa? Let's say mtu kafanya kitendo ambacho ni cha kumdhalilisha mwenzake. At the end of the day unakuja kukutana navyo vile vitu kwenye mitandao ya kijamii. Yaani sababu unahisi inakuwa ni nini hasa? Mtu kafanya kitendo ambacho ni cha udhalilishaji, lakini at the end of the day anaona kwamba haitoshi, anapeleka mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Kama ulivyosema, huwa mara nyingi udhalilishaji unatokea pale ambapo pande mbili hazielewani. Labda upande mmoja labda unaona udhaifu wa mtu mwingine ni kuchukua taarifa zake binafsi na kuziweka mtandaoni. Tunashuhudia sasa hivi. Kwa hiyo kitu kikiweza kutokea mtandaoni, watu wakaona hivyo walivyopost, maana huu ni udhalilishaji tayari. Maana sasa inapomfikia mlengo pale, maana yule mtu atakuwa ni frustrated tayari. Na tunamshauri pia kwamba mtu ambaye labda amedhalilishwa inabidi asireact kwanza, kwa sababu unajua ukiwa na hasira reaction yako inaweza kuwa ni potofu kidogo, kwa soya inashauriwa. Kwa hiyo wanashauri kwamba ukiwa labda umedhalilishwa, kitu cha kwanza kufanya usireact, alafu kitu cha pili chukua kama ushahidi. Chukua picha kama ni video za udhalilishaji ambao na mhusika wa accounts ambazo zimekuposti au labda zimekudhalilisha, zimetumia maneno mabaya juu yako. Chukua kama ushahidi ili baadaye ije kutumika kwenye vyombo vya dola kama kujitetea. George, niambie kwa upande wako. Mtu akidhalilishwa at the end of the day anajikuta pia mitandaoni, yani kafanyiwa labda vitendo vya ukatili, afu mwisho wa siku pia vile vitu ambavyo kafanyiwa pia viko mitandaoni huko. Inaniathiri kisaikolojia? Kwa kiasi kikubwa lazima ikuathiri kisaikolojia, na kwa kuongezea hapo kwa mwenzangu Mr. Agustino, nadhani sababu kubwa pia kwa nini vitu kama hivi vinatokea ni maporomoko, ni madhara ya utandawazi ambayo yamesababisha watu wengi kuitumia mitandao ya kijamii kama mahakama ya kuamua mafarakano, ya kuamua ugomvi, hivyo basi kupelekea vitu kama kudhalilishana. Lakini nikirudi katika point ambayo ndo swali langu kuu, athari za kisaikolojia ni kubwa sana, kwa sababu once kitu kimeenda katika mitandao ya kijamii, kwa sisi watu wa tehama tunatambua kwamba kitu kishaenda digital, hata ukifuta huwa hakifutiki. Inaweza ikakupa madhara siku za usoni, either unagombea au unawania nafasi ambayo ni ya heshima. Watu wanaenda wana retrieve data kama hizo, and then unakuta ni makosa ya nyuma lakini anakukosesha nafasi. Kwa hiyo athari za kisaikolojia ni kubwa hata kwa yule ambaye hana nia ya kuwa mtu mkubwa baadaye kwa sababu unaweza kukuta labda ni maudhui yasiyokuwa mazuri yanayokuhusu wewe yamewekwa katika mitandao ya kijamii, na as we know the internet is very huge. Kitu kishaenda digital, mtu anaweza access mahali popote duniani. Unaweza kuwa Dodoma, maudhui yako yanaonekana Malaysia. Unaweza kuwa Dodoma, maudhui yako yanaonekana Thailand, as long as yapo mtandaoni. Kwa hiyo kwa mtu anayeelewa hilo, kupata frustration na mfadhaiko wa kifikra ni jambo ambalo halikwepeki, kwa sababu anaona usiri ambao ni privacy yake inakuwa tayari iko violated na hakuna kitu anaweza kufanya. Kwa hiyo athari lazima zitakuwepo. Na mtu kama huyo kwa mfano, tunawezaje kumsaidia? Kwa mfano tayari mtu kashafanywa vitendo hivyo, ameshadhalilishwa tayari, lakini sasa kwenye mitandao, na tukizungumza kwenye mitandao ya kijamii kama hivi, ndio ni sehemu ambayo engagement ni kubwa kinoma, watu ni wengi, ni kila mtu anaangalia, anaona kabisa vitendo ambavyo vimetokea. Tunawezaje kumsaidia mtu kama huyo ambaye kadhalilishwa kwenye mitandao ya kijamii? Mimi nadhani jamii zetu za Kiafrika, hususan sisi wa Tanzania, tungezoea utaratibu wa kuwa na wataalamu wanaweza kutushauri na kutupa mawaidha ya juu ya afya ya akili. Kwa sababu mtu kama huyo anakuwa tayari yuko katika chances kubwa za kupata mfadhaiko wa kiakili
anaweza akapata msaada wa kupata ushauri na saa, ili kwa namna moja ama nyingine aweze kueleweshwa kwamba okay, hili jambo limetokea, lakini halipunguzi na haliondoi thamani ya wewe ni nani. Hivyo kama una uwezo, pambana, inuka, endelea, pasipo kupata mfadhaiko wa kuona kwamba maisha yameishia pale. And then nadhani sisi kama wanajamii tunaweza pia tukaendelea kumsupport na kumshika mkono, kuliko kumngonga na kumuonyesha kwamba sasa yeye hafai. Tunaweza tukamsupport na kumuonyesha kwamba okay, ulikosea, lakini kuna nafasi ya kujirekebisha. Tuinuke, twende mbele kutokea hapa, ila jitahidi sana haya yasijirudie. Lakini nadhani ushauri na saa kwa afya ya akili kupitia therapists na wataalamu inaweza ikawa ni njia ya kukimbilia punde tu anapokuwa amepata changamoto kama hizo. Oh yeah. Ndiyo. I like that. Iko poa sana hiyo na umenyoka kabisa. Haya bana, so tunapata madini hapa ya kutosha, na usisahau kwamba ni kipindi maalum kabisa, lakini tunazungumzia kuhusiana na namna gani pia ambavyo hii mitandao ya kijamii ambayo tumekuwa tukitumia, ni namna gani ambavyo unatakiwa kutumia, lakini pia matumizi ambayo ni salama, kwa maana kwamba usije kutumia at the end of the day ukaja kujuta. Usipate manufaa yoyote ile kutokana na vile ambavyo unatumia. Lakini pia wewe ambaye sasa hivi unaisikiliza popote pale ambapo upo, na nafasi kubwa sana kuweza kushare na sisi na kutuambia chochote kile ambacho unahisi ni sahihi kabisa kutokana na kile ambacho tunakizungumza. Agustino, narudi kwako. Nataka uniambie kwa mfano mtu ameshadhalilishwa kwenye mitandao ya kijamii, si ndio? Kama ambavyo George amezungumza hapa kwa bandaki na ameelezea pia na namna gani pia ambavyo anatakiwa kusaidiwa. Umekutana na hiyo scenario chuo, si ndio? Una marafiki, una watu wa karibu ambao mnaishi kila siku, kwa mfano hicho kitu kimeshatokea. Ni sahihi kujibu? Yaani umefanyiwa hivyo vitendo, umedhalilishwa kwenye mitandao. Ni sahihi wewe ambaye umetendewa hicho kitu kujibu uko kwenye mitandao? Sidhani kama ni sahihi. Why? Kwa sababu unajua mtu akiwa amedhalilishwa afu akajibu tu pale pale, kwa sababu mtu anakuwa yuko frustrated vile, kwa sababu taifa zake zimevuja hivi, au kadhalilishwa kwa namna nyingine, matusi, si ndio? Kwa maana akija akajibu pale, yale maneno aliyojibu au labda ni comments alizotoa kuhusu hicho kitu, yanaweza kutumika hata kwa against yeye. Yanaweza kutumika kama silaha kwake, endapo siku akaenda labda amedhalilishwa zaidi, akaenda labda kupeleka mahali husika kushtaki, itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo inapaswa mtu akiwa labda ameface udhalilishaji wote asipanic. Yanapaswa atulie kabisa. Achukue tu labda kama ni apate tu ushahidi wa either wa kushikika, ushahidi ambao unaweza kuwa valid mahakamani, wa kuweza kusubmit kwamba bwana nimedhalilishwa hivi, fulani kanidhalilisha, au labda account hizi mtandaoni, ili kuepusha kuingia matatizoni, kwa sababu ukireact ni vile unajiingiza matatizoni mwenyewe. Yeah. Kwa mfano nimefanyiwa hivyo kwenye mitandao, hatua zipi za msingi ambazo natakiwa nizichukue? Japo umeanza kuelezea hapa, si ndio? Lakini nikifanya nini na nini na nini mimi nitaonekana kama niko salama kabisa na nitakuwa nimefuata sheria? Kitu cha kwanza ni kufikisha hilo swala mahali husika. Labda kama uko chuoni kuna uongozi. Kwa unaweza kupelekea uongozi, bwana nimedhalilishwa namna hii na hii na hii. Vitu vyangu vimevuja, au fulani kavujisha vitu vyangu, au labda nimekuta nimefanywa hivi na hivi. Unajua kuripoti mapema hivi inaweza kutoka na mahali salama. Kwa sababu ukikaa nacho wewe, afu baadaye kikaja kutumika against wewe, na wewe labda ulikuwa unashiriki, pengine unaona kama vile huenda na ulikuwa una support na kutia matatizoni. Kwa hiyo inapaswa uende mahali husika, labda kama uongozi wa chuo, usubmit hiyo tatizo, uambie kwamba ipo hivi na hivi na ushahidi wangu uko hivi, ili hata kama muda mwingine au siku nyingine matatizo yakawa makubwa kutokana na udhalilishaji uliofanywa, maana wewe tayari uko salama. Yeah. Haya, hii ni Micharazo Time Dodoma FM Radio, na tunaelekea mwishoni kabisa hapa leo. Nakumbuka kwamba tunazungumza kuhusiana na namna ambavyo unaweza kutumia mitandao ya kijamii, lakini pia mwisho wa siku kabaki salama. Lakini mada kuu ni kuhusiana na vitu gani vya kufanya na vitu gani ambavyo sio vya kufanya kupitia kwenye hii mitandao ya kijamii. Huko pia na wewe ambaye sasa hivi unaisikiliza Micharazo Time, ukiwa na nafasi kubwa sana kuweza kushare na sisi maoni yako kutokana na hiki ambacho sisi tunakizungumza hapa, lakini pia ukituambia kwamba kwa upande wako unahisi ni kitu gani cha kufanya na kipi sio cha kufanya kupitia hiyo mitandao ya kijamii, tutapata nafasi pia kuweza kusoma ujumbe wako, na mwisho wa siku pia tukaona ni kitu gani pia ambacho unakifikiria zaidi. George,
Yes. Natengenezaje heshima kupitia mitandao ya kijamii? Yani mimi kama mimi sinatumia mitandao ya kijamii. Nawezaje kutengeneza heshima kiasi kwamba hata mtu akiwa anatembelea kwenye profile yangu, akiwa anakuja kuangalia, huyu jamaa anavyo behave yuko vizuri sana, kupitia mitandao ya kijamii. Unajua kwenye Instagram kwa mfano, tunajua tunatumia sana Instagram, si ndio? Kwenye Instagram kuna baadhi ya watu kimwangalia tunasema huyu hamna kitu hapa. Si ndio? Iko wazi, si ndio? Natengenezaje heshima kupitia mitandao ya kijamii? Nadhani nikienda straight to the point, heshima katika mitandao ya kijamii itajengwa na maudhui yako katika accounts zako husika. Naweza nikatoa mifano hai. Kuna mtu kama Idris Sultan. Idris Sultan by nature ni comedian. Lakini maudhui yake kuna nyakati yanakuwa ni maudhui straight, yani anaelimisha jamii, ana expose opportunities kwa Tanzania wenzake. Kwa namna moja ama nyingine, pamoja na kwamba unajua ni comedian, lakini kuna namna maudhui yake yanaijenga brand yake na wewe unapata kumheshimu, ili hali kuna muda anachekesha. Kwa hiyo nadhani point kubwa hapo ni juu ya maudhui ambayo wewe unakuwa nayo. Kwa mfano inawezekana maudhui ambayo yana fursa ndani yake. Kuna watu kama kina Kelvin Kibenje ni wajasiriamali. Inawezekana maudhui ambayo labda ni empowering kwa wanawake, au niche husika ya watu ambao unawatarget, ambao ni audience, labda wanafunzi, unawaempower kusoma na kujituma mashuleni. Inawezekana maudhui ya kiimani, pia anaweza kukujengea heshima. Kikubwa sana nadhani ni kutoteleza na kutoka katika mstari uliokuwa mnyoofu kwenda kushare maudhui ambayo yanaweza kukuvunjia heshima. Hivyo basi maudhui yakiwa ni stahiki, yana nguvu kubwa ya kuweza kuijenga brand yako ika katika level ya heshima. Sure. Agustin, kwa upande wako, nawezaje kutengeneza heshima kupitia mitandao ya kijamii hiyo ambayo tunaitumia, lakini pia nataka niwe kwenye upande ambao hata mtu akinitazama tu hivi kupitia, hata kama tujakutana hivi, lakini akiniona tu pale jina langu ambalo nalitumia kwenye mitandao ya kijamii, kuna picha ambayo mwenyewe anaijenga kuhusiana na kwa upande wa heshima zaidi, yani inakuwa ni positivity so negativity. Kitu cha kwanza ni kuangalia kitu gani una posti na maudhui. Na pili, profile yako umewekaje. Unajua kuna nicknames unaweza kuziweka kwenye mtandao, mtu akizisikiliza anasema kweli hapana. Hapa ni chongo na kosa. Hadi michongo na kosa. Kwa kuna baadhi ya nickname tuchague. Unaweka nickname ambao mtu akiona anasema this is something. Kwa hiyo ndio hivyo. Kitu kingine ni interaction yako na account za watu wengine. Unajua kuna size msanii anaweza kaposti, au mtu yote akaposti biashara yake. Sasa unavyo react kwenye labda kuna comments tuseme, ile reaction yako mtu anaweza kusema sasa huyu mtu hapana. Tunashuhudia comments nyingi, watu wanapost. Kuna mwingine anavyoandika ile script ya comment anasema kweli kuna mtu anatangaza biashara yake, kaelezea vizuri, mtu unasoma kwa heshima, sio mtu wa kuheshimika. Lakini kuna comments mtu alivyoweka unakuta na lugha chafu. Kwa mtu hata anapoisoma pale hata sumbuki kwenda kutembea hata profile yako, anajua kabisa hapa kuna kitu hakipo sawa. Unaona? Kwa ndo unaweza kujaribia picha yako wewe mwenyewe. Kwa nadhani ni mambo mawili ya msingi hayo. Content na profile yako umewekaje. Umezungumza vitu vya muhimu sana. Sisi vijana umezungumza kuhusiana na swala la nicknames, ndio tunatoka huko nyumbani ambako tunatoka, tukija vio kama hivi, tukija mjini, mtu anakuta mtu anaitwa siji Vivilicious. Lakini jina lake ametoka nyumbani ni Vivian. Kuna namna fulani hivi majina yao wanayaweka wenyewe watu ambao wanakuwa wanajua. Nini kinatokea mpaka mwisho wa siku tunakuja na ndio haya majina unayokuta sana kwenye Instagram. At the end of the day uelewe huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani. Lakini unakuja kuangalia picha, mbona huyu nimesoma naye huyu darasa moja. Hivi Vivilicious imetokea wapi? So nini kinatokea mpaka tunakuja kutumia majina ya hivi badala ya kutumia majina yetu ambayo ndio tunatakiwa kuyatumia? Naanzia kwako, George. Mara nyingi narudi tena kwenye ulimbukeni. Watu wengi tunapenda kuishi maisha yasiyokuwa halisi, and tunapenda kuwa na image ambayo sio uhalisia wa maisha yetu. Kwa hiyo ili kuweza kumatch image ambayo mtu anahitaji aonekane nayo, anatafuta mbadala wa majina ili aweze kwenda na ile image ambayo ipo akilini mwake. By the way, pia kwa kuongezea hapo nimekumbuka point moja. Mitandao ya kijamii kabla haijawa very strong, hizo social media kama X, ambayo ni Twitter, Instagram na WhatsApp, tulikuwa tuna consider email pia kama moja hapo njia kuwasiliana kimtandao.
Hivyo basi unaweza kupata madhara pia kupitia kutumia majina ambayo kidogo yana ukakasi. Unamtumia HR wa taasisi husika email yako juu ya kuomba kazi, labda ni CV, lakini akiangalia pale email umeandika pretericious, vitu kama hivyo, ile hali CV na majina ambayo ni sahihi, kidogo inaweza ikakunyima nafasi. Lakini nadhani sana sana kinachopelekea hivyo ni ulimbukeni, na ulimbukeni hauna umri. Anaweza kaa ni teenager lakini akawa limbukeni, anaweza kaa ni mtu mzima lakini akawa limbukeni pia. Lakini nadhani sana sana what we can do ili kuavoid hiyo, unaanza kwenye core, ile base ya wewe kama wewe kujitambua na kujiheshimu ili kuweza kuepusha adha kama hizo. Kwa accept identity yako, ukajenga heshima juu ya identity yako halisi, nadhani inaweza kukusaidia pakubwa sana. Uko najua mnakutana na watu ambao wana identity kama hizo, yani majina yao sio genuine, lakini wanakuja wanatumia majina mengine kabisa ambayo ni tofauti. Mwisho wa siku unakuja kujiuliza kama ambavyo nilizungumza, huwa mnajisikiaje? By the way, kwa mimi nilipofikia sasa hivi, nikikutana na mtu anakosa genuinity kwa kuishi identity sio kwa sahihi, kwangu directly sinaga huka kuwa na dharau kwa watu, lakini kuna namna unashindwa kumheshimu kama inavyotakika, kwa sababu unaona hana ile originality, na obviously wenda hata personality wise hajiheshimu wala kujivalue vya kutosha kuweza kuishi uhalisia wa identity yake. Ndio. Agustin, nataka uniambie kwa upande wako. Mtu amekutumia, let's say Joji amekutumia video ya mshikaji wenu yeyote yule, lakini ni kitendo cha aibu ambacho anakuwa anakifanya, afu anakutumia wewe, anakufuadia wewe ile video. Wewe unaweza ukashiriki? Hapana, siwezi. Nini unatakiwa kufanya? Kwa mfano Joji amekutumia video ya hivyo, au sio? Unaona kabisa kitendo ambacho amekifanya sio kitendo kizuri, na ni video ya mtu mwingine tena, inawezekana kama ni mshikaji wenu au mtu mwingine yeyote yule. Unatakiwa ufanyaje? Kitu cha kwanza inabidi kwanza uongee kwanza na mtu aliyekutumia. Bwana, kwa nini umenitumia hii video ya hivi? Kwa sababu ina maudhui hii na mtu fulani. Kwa sababu kama ni ya udhalilishaji na anavyonitumia mimi tayari na mimi nimeingiza kwenye nini? Kwenye ule msululu wa watu ambao labda endapo siku kesi imetokea hivi na mimi pia naingimisha kwenye nini? Kwenye swala la udhalilishaji. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo kidogo. Kwa hiyo maana yake hapo inabidi kwanza umwambie, bwana imekuaje? Kwa nini umenitumia hivi? Alafu baada hapo sasa ndio utafuata taratibu nyingine za kumwambia bwana labda muhusika. Bwana, kuna vitu vyako viko huku, kuna video zako, kuna picha zako zinasambaa hivi na hivi. Vipi, kwa nini, imekuaje? Kwa sababu wenda George ananitumia mimi kitu, wenda labda ananitumia kama mtego. Si ndio? Labda ananitumia, labda anasubiri labda na mimi wenda nampatia watu fulani, kwa sababu labda image ambayo ninayo kwa watu wananiamini, na mimi pia naweza labda nikatuma hivyo, inaweza kuwa tatizo. Kwa kitu cha kwanza, nimetumia video, namwambia imekuaje, naifuta kama haifai kabisa, ili kuondoka katika msururu wa matatizo. Na so ni kwamba unamchukuliaje yule mtu ambaye anakutumia video za hivyo, yani unaona kabisa alikuwa hizi video alikuwa stahili kabisa kuziforward, kwa sababu mwisho wa siku unakuja kuangalia ni kama hakuna kitu chochote kile cha msingi ambacho unakiona kutokea kwenye zile video ambazo kakutumia, zaidi ya kuona udhalilishaji tu ambao unafanyika. Huo unamuonaje? Siwezi nikajudge moja kwa moja, lakini kawaida yani ni kama personality yake itakuwa imefanyaje, imeshuka. Yani sasa huwezi kujua labda kama ni tabia yake au nini, lakini kuna namna personality yake unaona kabisa yani anavyoji express hivi inakuwa ni vibaya, na pengine ukimwacha mtu hivyo usipomwambia labda anaweza kama kuzoea hivi. Anasema kwamba kwa mfano ukimtumia akikutumia mara ya kwanza unayoka ukashindwa labda kureact, si ndio? Ni kama mtu ataona kama vile hichi kitu amekifurahia, ngoja nitakuwa namtumia vitu vingine, si unaona? Kwa hiyo inakuwa ni kama anakushushia na wewe personality. Kwa hiyo ni bora umwambie kwamba afahamu mipaka yako wewe, kwamba hichi kitu sio kizuri na hichi kitu cha udhalilishaji labda, au kama hichi kitu unachonitumia vipi kama ingekuwa ni wewe.
Kwa hiyo inapasa mtu ajivike husika. Kama vipi angekuwa ndio yeye amedhalilishwa. Nadhani ndio hiyo. Unatoa msaada wote au unatoa ushauri wote labda kwa mfano kwa mtu ambaye umeshagundua sasa amekuwa akifanya hivyo vitendo, kwa maana kwamba kushare zile video ambazo unaona kabisa hizi video mbona ni kama hazitakiwi kabisa kuweza kushare, lakini ukiangalia hata sheria haziruhusu kabisa kushare video za namna hiyo. Unatoa ushauri kwa mfano ukishagundua huyo mtu anafanya vitendo kama hivyo? Natoa ushauri. Kwanza, ushauri wa kwanza ni tunaanza kwanza na kama labda video zinamhusu yeye. Labda kama mtu ana dance, anavaa nguo ambazo haziheshimu afu anajipost, anashare. Kitu cha kwanza unamshauri yeye kama yeye kwanza. Angalia kwamba ni hadhira gani inamuona. Je, kitu hichi anafurahia kikiwa hadharani? Sasa tukija sasa kwa mtu ambaye labda ni mtu labda anatuma hizi video ambazo hazihitajiki, picha ambazo hazina maudhui mazuri, kitu cha kwanza cha kumshauri ni kuacha, yani aache kwanza hiyo tabia. Kwa sababu unabidi kwanza umface mtu kabla ya kwenda kumexpose. Unamface kwanza, umwambie kwamba vipi hili swali unalofanya sio nzuri kwa hadhira ambayo tulionayo, kwa personality yako wewe, kwa sababu kitu unachokifanya sasa hivi kitakuja kukuhukumu baadaye. Unaweza kuwa baadaye unatafuta chance, unaweza kutafuta labda chance same fulani, na sasa hivi kwenye ajira sasa hivi unashangaa boss wako anapitia profile yako, anaangalia kijana alikuwaje miaka 2 iliyopita, miaka 3 iliyopita. Sasa ni vitu ambavyo ulikuwa unavinjoy kipindi uko ujana, lakini anakuja kukuhukumu baadaye unapoanza kutafuta kitu critical kwa ajili ya maisha yako. Unaweza kawa baadaye unakuja kujiexpose, labda kama unakuja kuomba labda iwe ni nafasi fulani kwa kuhudumia watu. Unaweza kuanzisha hata hospitali yako, sawa, lakini mtu akiangalia profile huyu akamwambia mwingine akasema bwana huyu alikuwa yuko hivi, angalia. Yaani vitu ambavyo utashindwa kujiexpress kwa muda huo. Kwa sababu gani? Huku nyuma ulikosea. Kwa hiyo inapaswa unamface mtu, unamwambia straight kabla ya kumshtaki. Labda kama mtu akikatafu, kama ndo tabia yake hivyo, ndio unaweza kumpeleka mahali husika bwana. Waje kumshughulikia, labda kama kumshauri, kumkalisha chini. Bwana hivi vitu ni vibaya sana. Kwa sababu mitandao ya kijamii ni kama digital signature. Ukiweka hivi uweze ukafuta. Yaani ukiposti picha mbaya, umevaa nguo mbaya, umevaa nguo ambazo hazina maudhui mazuri, unaweza ukafikiria labda ngoja nifute afu tena nijitengeneze image nyingine. Ni vitu ambavyo huwezi ukafuta. Ni vitu ambavyo mwishoni vitakuja kukubadilishia taswira yako ya muda huo ambao utakuwa umejiwekea. Kuna vitu vya makini sana. Sasa hivi tumekuwa tukiona kwenye hiyo mitandao ya kijamii pia, kwa mfano mtu ana matatizo yake binafsi, si ndio? Mtu ana stress, yani vile vitu ambavyo ni binafsi kabisa, mtu anaenda kuweka kwenye status au anaenda kuposti kwenye Instagram. Kwa hiyo ukiangalia tunajua huyu mtu kumbe anapitia hali kama hii hapa, au sio? Cha kwanza nataka kujua kwa upande wako na mtazamo wako namna ambavyo unaona hiyo ni sahihi kwanza. Yaani una vitu vyako unavipitia, let's say pengine maskani wako hajakutumia hela, au kuna mtu pengine sijui amekudhulumu pesa yako hajakupa, unakuja kuelezea kwenye Instagram pale, unaandika kabisa hivi. Siku hizi tumekuwa tukiona sana hivyo vitu. Yaani unajua hizi personal issues ndio zinakuja kutukosti baadaye. Kwa ndo maana mwenzangu hapa George nilikuwa naongeza kwenye point yake kwamba serikali ingetuletea angalau watu wataalamu washauri ambao wanaweza our therapist tuseme. Mtu ambaye ukipitia kitu chako unaweza kumexpress akakwambia kwamba fanya hivi na hivi na hivi, ili usivunje utaratibu. Sasa hivi unaweza kupata stress, au kuna muda mtu anapata depression, unajua msongo wa mawazo sana. Mtu anakuja kuexpress Instagram, ana express WhatsApp, anakuja kuexpress labda Twitter. Sasa ni vitu ambavyo sisi tutakuja kusoma hivi. Sasa vipi siku ambayo hautakuwa na stress? Tutakuelewa vipi? Na sisi tutachukua image yako wewe ipo kwenye nini? Kwenye stress. Kwa ni vitu vidogo ambavyo vinakuja kukuharibia taswira yako baadaye. Kwa hiyo mtu kama hivyo ukipitia situation kama hiyo, madeni, ni bora ukul. Kaa chini afu angalia ni face mtu gani labda wa karibu unayemwamini. Muende akakushauri kuliko kuja tu mtandaoni na kuexpress hivi. Leo uta express una huzuni, kesho uta express una furaha, kesho uta express labda una msongo wa mawazo. Hasa kuna siku unaweza kutetea kitu labda cha kweli kina potential kwetu, lakini tunaona kama vile mbona kama huyu taswira yake na yani alishaiharibu hivi, hatumuelewi. Kwa hiyo inabidi kujenga taswira na inategemea na vitu ambavyo tunavipost. Kwa mfano labda unaona chapisho la mtu, au sio,
labda kuna chochote tu kile yani amekiposti kwenye mitandao ya kijamii, inawezekana ni tukio la aibu au sio, hadharani kabisa, je ni sahihi kwenda ku comment? Let's say ni kama zile video nilizokuambia labda mtu ameshare na kitu cha aibu, si ndio? Sasa ameposti kwenye Instagram au Facebook au mtandao wote ule, ni sahihi kwenda pale ku comment na cheka pale nini, au ku comment au kitu chochote kile, au kuna namna fulani hivi sasa hivi vijana wamezoea wanaposti mioto mingi kwa chini? Sasa hapo kwenye ku comment inabidi ndio tunakuja pale kuna comment kwa heshima. Kama kuna comments, kuna picha zinapostiwa mbaya na kuna mtu anatoa comments inaeleweka kweli, angalia taswira yako watu wanakuchukuliaje, kuna watu wanakuamini. Kwa hata wewe ukienda pale ukaposti moto, watu wanacheka, ni kama vile umefurahia kile kitu. Taswira yako inaenda imeharibika kwa watu ambao wanakuamini. Yaani personality yako inaweza kuwa imeshuka. Kwa mtu labda imeposti vitu vibaya ambavyo havitakiwi kwenye jamii, havina manufaa mazuri kwa kizazi kinachokuja, ni bora kama unapo comment kwa heshima. Comment kumshauri. Comment labda kwa taswira yani kwa faida watu ambao watakuja kusoma baadaye, kuliko comment kusupport kile kitu. Au unabidi tu uache tu pita tu ondoke. Mambo yanakuwa yameisha. Yameisha. Bana, hii ni Micharazo Time Dodoma FM Radio ambayo sasa hivi unaisikiliza, na asante kwa ambaye umechukua time yako na kuhakikisha kama unabaki na sisi hapa. Lakini nakumbusha tu kwamba nafasi yako ni kubwa sana kutuandikia kupitia nambari ya simu ambayo ni 0710666984 popote pale ambapo upo sasa hivi. Lakini kama unaisikiliza, wewe tuambie tu kwamba mtazamo wako ni upi, na kuna swali pia tumekuuliza kupitia kwenye account yetu ya Instagram. Linasomeka kwamba unahisi ni sahihi, kwa maana kwamba vitu gani vya kufanya na vipi sio vya kufanya. Kwamba ni sahihi kila kitu unakiweka kwenye mitandao ya kijamii kwamba bana kuna hivi na hivi na hivi, kama ambavyo tumezungumza na wataalamu hapa. Agustino ametueleza vizuri kabisa, lakini pia tumezungumza na George, na hao ni wanafunzi kutokea chuo kikuu cha Dodoma, wametueleza kwa undani kabisa. Agustino, katika haya yote ambayo tumeyazungumza sasa, unahitimisha vipi sasa kwa yule ambaye sasa hivi anakusikiliza kwamba ni kitu gani ambacho ungetamani aondoke nacho kutokana na yale yote tumeyazungumza hapa kuhusiana na vitu gani vya kufanya kwenye mitandao ya kijamii na vitu gani ambavyo sio vya kufanya kwenye mitandao ya kijamii? Mimi cha mwisho ningeshauri kila mtu atambue nafasi yake katika jamii. Atambue kwamba ni nini anatakiwa kufanya, wajibu wake mtandaoni, na atambue haki zake. Kwa sababu ukija ukazivuka haki zako ni matatizo. Kwa hiyo ukigundua mipaka yako na haki zako za wewe kama mtazamaji au mtumiaji wa mitandao ya kijamii, inakuwa vizuri. Sawa. Mtu anakupataje kwa mfano akitaka kutafuta kwenye mitandao yako ya kijamii? Mitandao ya kijamii napatikana kwa jina Agustino Kalolo. Ndio. Agustino Kalolo, mtu akikutazama. Instagram nipo Agustino Kalolo. Hujataka masuala ya nickname? Nickname mimi hapana. Profile yangu najieleza. Ya Agustino Kalolo atanipata. Nitafuta Twitter nipo Agustino Kalolo, Facebook Agustino Kalolo. Bana, mimi nashukuru sana kwa kuja, yani natamani tena na tena na tena mje tena tuweze kuzungumza tena kaka. Kabisa, nashukuru sana. Tupo muda wote kutuhitaji. Okay. Haya bana, tumekuwa na wakati mzuri sana hapa. Tumezungumza na Agustino Kalolo ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dodoma pale. Lakini pia tumezungumza na George Henry ambaye na yeye pia ni mwanafunzi wa mwaka wa pili pale chuo kikuu cha Dodoma. Na leo tumezungumzia kuhusiana na swala la vitu gani vya kufanya kwenye mitandao ya kijamii na vitu gani pia ambavyo sio vya kufanya. Lakini pia tumepata nafasi ya kuweza kupita kwenye maeneo tofauti tofauti. Tumekupitisha kwa undani kabisa kueleza kitu gani ambacho pengine hakitakiwi kabisa. Kwa mfano Agustino alituambia kwamba masuala ya kushia, kwa mfano kuna namba za NIDA. Sasa hivi ukienda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii unakuta mtu ameweka namba zake za NIDA kazianika pale vile Facebook au Instagram kaziweka pale, ambayo sio salama hata kidogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya taarifa zako binafsi hautakiwi kabisa kuweza kuzishare kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu wanaona watu wengi zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaweza akatumia akazichukua kwa ajili ya matumizi mengine kabisa na kuonekana kama wewe ndo ambaye umefanya hivyo vitu ambavyo vimefanyika hapa. Mimi nasema asante, lakini tutaendelea pia kusoma maoni yenu kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama na Facebook, Instagram pamoja na X. Na kuna swali pia ambalo tumekuuliza kule ambalo linasema kwamba vitu gani ambavyo ni vya kufanya na vipi sio vya kufanya kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia nambari yetu ya simu hapa studio ambayo ni 0710666984. Endelea kuisikiliza Dodoma FM Radio.